بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea madarasa yetu na ndo tumefika mwisho. Lakini ndo katika mambo muhimu zaidi, katika mambo ambayo tunahitaji zaidi kama tulivyoeleza. Kuna tulizungumzia ni katika madarasa yaliyopita maasi ya moyo, sio? Na tulirefusha sana, maana ndio asili ya haya maradhi yanatabu sana. Shekhe amezungumzia katika maradhi muhimu sana aliyotaja ambayo wengi wetu tunayo ni kibri, sawa? Akazungumzia ria na akazungumzia hasad. Na sisi tulizitaja na tukajaribu kutaja namna ya kutibu maradhi kama haya, namna ya kuyatoa. Sio? Sisi tumefika hapa watasghiru tumefika hapa. Watasghiru ni maana. Sasa kabla ya mshasoma hiyo ilikuwa ushasoma. Sasa tutasherehesha, lakini kabla ya kusherehesha tukumbushane jambo muhimu jamani. Mshekhe zetu watuambia, na ndio kitu hata kila mtu mwenye akili timamu atakubaliana nayo. Mtu yoyote ambaye ni mgonjwa hawezi kupata tiba mpaka kwanza, jambo la kwanza akubali kwa yeye ni mgonjwa. Maana yake lau yeye anaitakidi, anaamini kwa yeye si mgonjwa, hataenda kutafuta tiba. Sio? Hataenda kutafuta tiba. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Lakini akishajua yeye ni mgonjwa, sasa ataanza kutafuta tiba. Sasa jukumu letu baada ya kusoma maradhi haya nini jukumu? Maana yake kuna mtu anaweza kuyasoma maradhi asema mimi mashallah sina kibri mimi bwana. Sina kibri mimi bwana. Sina nini? Ni mtu atasema mimi sina ria bwana, mimi nafanya lillahi ta'ala. Hakuna neno. Ni uzuri kama mtu anafanya hivyo, lakini lazima mtu ajitest. Jukumu letu, nikasema tutanguliza utangulizi huu ni kuwa jukumu letu baada ya kujua maradhi haya tufanye nini? Baada ya kujua maasi haya tufanye nini? Manake kwa mfano maradhi ya urongo. Kama mtu ni mrongo, yajua mimi nadanganya. Kama maradhi ya kuiba, yajua mimi naiba. Kama maradhi kwa mfano, yani maasi ya mikono, maasi ya macho, yajua mimi naangalia labda lisilofaa, mimi nazungumza lisilofaa. Lakini ya moyo ni jambo limefichika. Sasa Muislamu lazima aketi na nafsi yake. Aketi ajifanyie test. Ajichambue sawa. Mimi kweli nafanya lillahi. Vipi ibada zangu nikiwa nafanya peke yangu nyumbani na nikiwa nafanya mbele ya watu? Vipi hali yangu? Je, hali yangu ni sawa? Yale ninayoyafanya nyumbani, zile swala ninazoswali nyumbani, lau zitaletwa mbele ya watu, mimi nitakuwa niko sawa? Zile swala mbili ambazo naswali mbele ya watu na zile swala hapo ndo utajua kweli mimi nina ria ama sina ria. Haya. Jiangalie wewe na wale watu ambao wanadharaulika katika jamii. Sisi sana tuwadharau watu ambao labda wafagia mabarabara, watu wanawasafisha vyoo. Jiulize, wewe waonaje watu kama wale? Wale wanasafisha misikiti, sisi tunaona wapuzi. Yaani si wapuzi, lakini watu ambao hana maana. Sasa tujiulize. Pale ndo utajua kweli una kibri ama hauna. Sio atu wewe useme, bwana mimi nina tawadhu bwana, mimi nina tawadhu sana, yani mimi nina unyenyekevu bwana, mimi sidharau mtu. Wewe jiangalie. Je, wajiona bora kuliko mtu yote mwingine? Kila mtu ajiangalie, kila mtu ajitest. Mtu akipata mimi hakuna mtu namdharau, najiona mimi ndo mtu muovu zaidi, alhamdulillah, shukuru Mwenyezi Mungu na muombe Mwenyezi Mungu akuthibitishe katika hali hiyo. Umeona sasa una ugonjwa, tafuta namna ya kufanya nini? Kujitibu. Kama huwezi kufuata hizi tiba tulizozitaja, tafuta shekhe, muombe, omba Mungu, amka usiku. Ukiona una hasadi kidogo, kuna mtu amepata neema, wewe kidogo wasikia vibaya, mbona yule amepata neema fulani, mbona useme bwana mmoja mimi si usudu mtu bwana, mimi si usudu mtu. Mbona alafu ukisikia mtu katika majlis hivi yasifiwa kidogo wewe asikia kukerwa. Kidogo ona mbona wansifu mimi wansifu fulani tu, haoni mimi na swali. Pale ni alama ya hasadi. Basi lazima mtu akishaketi, akishajua sasa anao, atafuta namna ya kutibu
ama namna ya kutoa maasi kama haya. Na maasi ubaya wake ama miongoni mwa ubaya wake yamefichika, na ni maasi yanayofungamana na tabia. Ni maasi ambayo yanafungamana na tabia, yamefichika. Kufichika kwake ni hatari mara mbili. Ni hatari kwa kuwa mimi mwenyewe naweza nisijue kuwa na maradhi hayo. Kufichika kwenyewe watu wengine hawaoni yale maradhi, kwa hivyo hawezi kuniaibisha. Wajua maradhi ya kudanganya, kwa mfano mimi nikidanganya kisha mtu ajasema yule mrongo, mimi kidogo nitakuwa na aibu. Kwa hivyo magonjwa kama yale, maasi kama yale naweza kuyaepuka kwa sababu naogopa watu, kwa sababu ya kuona haya nsitukanwa. Lakini maradhi haya ndani ya moyo hayaonekani. Sasa kufichika kwake ni hatari kwa upande mbili. Sawa. Kisha miongoni mwa shida za maradhi haya ni maradhi ambayo nafsi yapenda. Yani sisi tumetaja miongoni mwa maradhi ni kibri. Unajua nafsi haipendi kudharaulika. Nafsi haipendi kudharaulika. Mtu yoyote, mwanadamu yoyote akija kitukanwa mbele za watu, lazima atasikia kitu. Hata kama yeye ndo asi mkubwa, hata kama yeye yajua mimi nanyenyekea kwa Mola wangu, mimi najua bwana mimi ni asi, mimi nakosea, mimi nadhulumu, mimi, lakini ukija kumtukana unasikia vibaya. Kwani? Kwa sababu nafsi inapenda ukubwa. Na kibri ni kupenda kujiona wewe ni mkubwa. Sasa ugonjwa huu ama maasi haya yamefungamana na matakwa ya nafsi. Sasa kutoa ni ngumu sana. Lakini wewe angalia maasi kama kuiba. Maasi ya kuiba si maasi ambayo yamefungamana na nafsi. Kwa sababu gani? Yule mtu yuaiba mara nyingi ngoi yataka kitu, lakini leo kile kitu angekipata asingeiba. Kwa kule kuiba ni kama si jambo watu watasema kuiba ni kitu kinachopendana na nafsi. La, ama nafsi yapenda kuiba. Nafsi haipendi kuiba, lakini nafsi yapenda ukubwa. Nafsi yapenda kuonekana. Kwa hivyo ria utapata nafsi yenyewe kushajisha. Bwana, wewe afadhali tahajjud wewe swali msikitini. Tena usende msikiti ule msikiti ule, wao Ramadhani ile wakati wa tahajjud wanazima taa. Kwa hivyo hawajua ni nani ankuja. Lakini nenda ule msikiti mwingine, tena nafsi iweza kuenjoy, iweza kuambia unaona ule msikiti mwingine swala zake ndefu kidogo, afadhali uende pale. Wewe wajiambia waenda kwa ajili swala ndefu, kumbe hakika waenda kwa ajili pale watu wanakuona. Kwa hivyo haya ni magonjwa ambayo astaghfirullah alazim, yani yanasaidiwa na nafsi, ama ni maasi ambayo nafsi yenyewe inayataka. Ndio katika hatari ama shida za maasi kama haya. Kwa hiyo lazima mtu awe afanye bidii. Kama mtu akiangalia mambo ya kidunia, utaona mtu akiwa atafanya biashara atafanya juu chini, ajue biashara gani ndo nzuri, namna gani afanye. Yani kichochote kinachopunguza faida atajaribu kitoe, chochote kinachoongeza faida atafanya juu chini. Akipata ataenda atatafuta watu aulize ushauri, bwana waonaje, wewe waonaje. Basi katika dini ni aula, katika haya maradhi ya nafsi ni aula. Kama kule mambo ya kidunia tu wahitaji mtu akusaidie, je mambo ya dini takwenda tu hivi peke yake? La, Mwenyezi Mungu amekuteremshia mtume ili atuelekeze, sallallahu alaihi wasallam, ili atuelekeze katika dini. Vipi wewe utaona kuwa biashara wahitaji mtu akusomeshe, na Mwenyezi Mungu ataje tukwambia kuwa biashara lazima utafute mtu? Lakini kwenye dini ambayo Mwenyezi Mungu amekuletea mtume akueleze, wewe waona kuwa kwenye dini unaweza kwenda tu hivi bila kupata mtu akuelekeze? La. Kwa hiyo tutafute mtu ikiwa hana uwezo wa kutumia kama nilivyosema zile utasema namna treatment yani tulizozitaja, basi atafute mtu shekhe ambaye atamsaidia, atampa dua, atampa adhkari, atamwambia, advise, yani atampa nasiha sana. Tamam. Na mtu akitaka kutoa magonjwa kama haya, hakikishe kwa siku anasikia maneno ya maulama ambao wanazungumzia mambo haya. Maulama wanaozungumzia kibri, upate kila siku, labda alhamdulillah zama zetu kuna YouTube na nini, upate kila siku klipu moja inazungumzia kibri, klipu inazungumzia ria, klipu tofauti mashaikh tofauti. Kwa sababu gani? Kila siku wewe ukipata kipya, unajua nafsi yapenda kitu kipya. Kila siku ukipata kitu kipya upata mafunzo mapya, mpaka kuna siku Mungu atakufungulia, utakuwa sasa wewe wajiona wewe ndo uko chini kuliko mtu yote. Tamam. Sasa tukiendelea na matni, tukiendelea na kitabu, nasema shekhe, wa tasghir lima adhama Allahu min ta'atin au ma'siyatin au Qur'anin au ilmin au jannatin au nar, wa kullu dhalika min al-ma'asi wal khaba'ith al-muhlikat, وكل ذلك من المعاصي والخبائث المهلكات، بل بعض ذلك
mimma yudkhilu fil kufri. Subhanallah, wal'iyadhu billahi ta'ala min dhalik. Asema shekhe, katika maasi, na hii ndo kihakika, hii ndo sababu ya shida zote. Hii maasi ambayo tutataja hapa ndio sababu ya shida zote. Nini? Asema shekhe, watasghiru lima adhama Allahu min ta'atin au maasiyah. Miongoni mwa maasi ya moyo nini? Ni kuadhimisha, afwan, ni kudogosha. Ni kudogosha, yani wewe ni kuitakidi kwa kitu fulani kidogo. Kitu gani hicho? Lima adhama Allahu ta'ala, kufanya kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiadhimisha, wewe ukiona ni kidogo. Mwenyezi Mungu ameadhimisha Qur'ani, wewe unaona nini ile? Mwenyezi Mungu ameadhimisha swala, wewe unaona nini ile? Ndio hiyo sasa. Ndio ukisema hii ndio asili ya shida zote. Kwa nini watu waswali? Kwa sababu hatuyadhimishi. Kwa nini hupati mtu aweza kwenda siku 10 bila kula? Kwetu chakula nini? Chakula ni adhimu. Tulipiga nafikiri mfano siku moja hapa, lau ukaenda hospitali ukazuru mtu, ukamwambia bwana vipi waswali, waweza kuswali, utajibiwa nini? Wewe mgonjwa hata hujamuuliza kama yaweza kula. Kweli morongo? Kumaanisha sisi tumeadhimisha kula kuliko swala. Ugonjwa uko hapo. Ugonjwa mtu, yani huo ugonjwa mkubwa. Mtu ana kibri, sisi hatusemi kwa yule ni mkosa. Yani kuna mtu labda katika jamii ana kibri, anajiona, ana jeuri. Waona hakuna mtu yamnasihi na nini. Lakini mtu ambaye labda yatapeliwa kwenye biashara, yani kitu kidogo, maskini, watu wengi wanamtapeli, wanamchezea, yani utaona amedanganywa hapa. Yule ndo tuamsema. Lakini huyu mwenye jeuri hatuna haja naye. Yani nkuwa wewe waona ile jeuri haina nini? Haina ishkali, haina wasiwasi. Lakini huku mwenye kudhulumika kidunia tuamdharau. Haya, ngoja sasa waonyeshe nyingine, na hii kama nilivyosema yashtua na yatisha, na hata sijui itatokaje fikra hii. Sisi kawaida kwenye jamii zetu, mtoto yule mwerevu yupelekwa, mtoto yule mwerevu, yule mtoto ambaye mashallah yashika vitu, upelekwa wapi? Ambaye upelekwa skuli akafeli, upelekwa haya. Tuwaambia nini watoto? Kama tuwafundisha nini watoto? Si kwa tuwafundisha nini watoto, kwanza ni kuwa sisi wenyewe itikadi yetu ni kuwa skuli ndio yafaa kupewa kipaumbele. Na ndio maana wale watoto wetu ambao ni werevu tumewapeleka wapi? Skuli. Skuli bwana, bwana wewe usiposoma skuli bwana huna maisha. Kwele morongo. Sasa madrasa. Yule bwana ameshindwa bwana na maths bwana. Amefika class 3 ameshindwa bwana. Peleke madrasa pale tahfidhi. Peleke madrasa pale tahfidhi. Wewe sasa umeswaghirisha, umedogosha kitu ambacho Mwenyezi Mungu amefanya nini? Ameadhimisha. Hii ya Qur'ani ni thaqili, ni nzito. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Bwana Mtume aambiwa, sisi tutakulakinisha, yani tutakupa wewe, tutakufikishia wewe kauli, maneno ambayo ni mazito. Lakini sisi katika maisha yetu tunaona maneno mazito gani yale? Hata tuchukue yule mtoto ambaye hamu skuli, mpeleke madrasa. Hata wale wanaosoma madrasa na skuli kwa pamoja, wanaenda madrasa sanga, madrasa shule siku nzima, shule siku nzima, masaa 10 mpaka 12 shule. Madrasa jisaji moja mpaka magharibi. Akija mtoto, wewe bwana mwalimu anataka madrasa pia waende baada ya maghrib na isha, yani baina ya magharibi na isha. Watoto wanchoka, ana homework nyingi. Akaenda skuli amebeba begi limejaa vitabu karibu kilo sijui ngapi. Lakini madrasa amebeba kifuko, vitabu vile vitatu. Fizi ya madrasa 500, sijui siku hizi ni ngapi, 500 kwa mwezi. Ikipanda tutasema ustadhi wapenda pesa. Fizi ya skuli 1030 huko, 1040 kwa tamu. Hata hatuna wasiwasi, twalipa bila wasiwasi, mzazi achelewi. Tumedogosha mambo ambayo Mwenyezi Mungu amefanya nini? Ameadhimisha. Na ndiyo chanzo cha kufeli kwetu kama jamii, ndiyo chanzo cha kufeli kwetu kama dola za Kiislamu, ndiyo chanzo cha kufeli kwetu. Tukubali tukatae. Siku moja tulitokea Saidna Umar wakati anaenda kufutahi Baitul Maqdis. Pokwenda kule aliingia na nguo zake kidogo zimechoka choka. Nguo zake zimechoka choka.
mmoja katika Waislamu akamfuata akamwambia, Amir al-Mu'minin, afadhali ubadilishe nguo, unajua wewe ni amiri wa Waislamu. Na dola sasa imepanuka bwana. Afadhali uvae vizuri ili wale wakuheshimu. Saidna Umar akamwambia, la, kwa nini? Nahnu qaumun, sisi ni watu. Ingekuwa tuishi kwa ibara hii ingekuwa yatutosha. Asema Saidna Umar radhiallahu anhu, nahnu qaumun, sisi ni watu, a'azzana Allahu bil Islam. Mwenyezi Mungu ametupa ukubwa, ametupa izza, ametupa usharifu kwa kupitia nini? Uislamu. Fa in ibtaghaina au fa in aradna al-izzata bighairihi sagatna, lau tutataka ukubwa kwa kitu kingine basi tutafanya nini? Tutaanguka, tutafeli. Haya, tuangalie sisi Waislamu wangapi kwa lugha yao, yani wangapi wanajivunia kuwa Waislamu. Ukiweka ndevu yule shekhe, ukivaa kofia yule Allahu akbar. Falmuhim, tumedogosha mambo ambayo Mwenyezi Mungu amefanya nini? Ameadhimisha. Upande wa maasi na upande wa taa. Sema shekhe, wa tasghiru lima adhama Allah, na ni kudogosha, yani katika maasi ya moyo ni kudogosha mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameadhimisha. Sawa? Na maulama watuambia, na takriban zimechukuliwa kutoka baadhi ya athar za salaf na baadhi ya hadithi za Bwana Mtume, kuwa Mwenyezi Mungu ameficha radhi zake katika taa. Ameficha radhi zake katika taa. Wewe hujui radhi zake ziko wapi? Weza swali, kumbe radhi zake ziko kwenye kumlisha ibwa. Si tusikia hadithi Bwana Mtume anasema kuna mwanamke ambaye alikuwa ni mzinzi. Mwanamke alikuwa ni mzinzi, lakini aliingia peponi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mbwa jamani, amemnyisha maji, subhanallah. Na maulama watuambia, na ameficha hasira zake katika maasi. Wewe hujui maasi gani ndio utapata hasira za Mwenyezi Mungu. Na imekuja katika hadithi hiyo hiyo kusema kuwa mtu panya ameingia, yani kuna mwanamke ameingia peponi kwa ajili ya jibwa, kuna na mwanamke akaingia motoni. Mwanamke alikuwa yuaswali, Muislamu muumini, akaingia motoni kwa ajili ya paka. Amemfanya nini? Amemfungia paka na hamlishi na hamfungulie ende akatafute chakula. Akaingia motoni. Hajui, huwezi kujua hasira za Mwenyezi Mungu ziko wapi, ziko katika maasi gani, na huwezi kujua radhi za Mwenyezi Mungu ziko katika ibada gani. Tamam. Kwa hiyo ni hivyo. Yani kwa nini hatudogoshi mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameadhimisha? Kwa sababu wewe huwezi jua. Waweza kuona bwana, si mmedanganya tu. Si mmedanganya kitu kidogo. Labda bwana hasira za Mwenyezi Mungu ziko pale. Labda bwana radhi za Mwenyezi Mungu katika ibada fulani. Umedharau ibada, mara pap shona inakuvuka ile bahati. Ile chance inakuvuka. Yaani mara nyingine utasikia ibada zingine ndogo ndogo faida kubwa. Wewe ukitawadha vizuri kisha ukiomba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin, wewe siku ya kiyama utafunguliwa mlango 8 ya peponi, utagua hata kuingia mlango gani. Yaani kitu kidogo sana kwa macho yetu, faida yake ni ile. Dalili ya nini? Hii ni dalili ya nini? Ni dalili ya kuwa wewe hujui radhi za Mungu ziko wapi. Basi wewe hujui radhi za, sisi hatujui radhi za Mungu ziko wapi. Ni maasi, na ndo kama tulivyosema ndo chanzo cha maasi. Sisi katika mujtama wetu, sikiza, tuambiane ukweli. Tuna nini katika mujtama wetu? Tuna kiburi, tuna jeuri, tuna hasadi, tuna sema radhi yote tuna. Haya maasi yote tuna. Haya, kuna na maasi mingi sana hutokea. Kuiba, uasherati, yani uzinzi, kuna etwaje. Niambie, sisi tukiangalia umma wetu wa Kiislamu, tuashtaki zaidi mambo ya economy ama tuashtaki zaidi maasi ya jamii zetu? Tuashtaki zaidi kuwa umma wetu wengi hatuswali, ama tuashtaki zaidi sijui ni president, sijui ni vice president, sijui ni ukwaju gani, sijui ni economy gani? Tuashtaki nini zaidi? Maana kwa akili zetu ipi ni bora, ipi ndo muhimu, ipi ndo kubwa? Economy tulivyobaki pale, Mwenyezi Mungu ametufanyia muamala vile vile. Mwataka mambo madogo nyinyi, mwataka vitu ambavyo hata havina maana, bakini hapo. Utapata jamii yazidi kuzoroteka. Kwa sababu gani? Hatukuzingatia mambo gani makubwa.
Hatukuangalia yale mambo ambayo yana umuhimu zaidi, tumeupa muhimu. Yani kama mtoto mdogo, unajua ukienda kwa mtoto mdogo, sikiza. Sisi tuketi kama watoto wadogo ama wazimu. Ukienda kwa mtoto mdogo, umpe labda TV lile. Sawa? Kisha umpe na kiboli cha toa sauti. Kiboli. Ama umpe dhahabu. Umpe dhahabu. Kipande cha dhahabu. Na umpe kiboli cha dunda dunda. Kile kiboli cha toa sauti. Mtoto atachagua nini? Manake kile ndo kina thamani ama hakina thamani kile? Kwake yeye ile ndo ndo kama sisi. Ndo kama sisi. Na umpe coins. Na umpe peremende. Ndo kama sisi. Ndo kama sisi. Unaona? Manake haingia akilini. Jamani, sisi jamii zetu kuna siku nafikiri tulikuwa tuzungumza tukasema tukifanya kama statistics, kadri ya watu wanaoswali ama percentage ya watu wanaoswali katika umma wetu hapa Kenya labda ni 25%, labda ni robo ya Waislamu ndo wanaswali. Sasa wale waliobakia wako wapi? Mbona hatusikii watu kila siku walia, waandamana, wafanya nini? Mzazi mtoto wake zakuwa haswali, hana wasiwasi. Hana wasiwasi kabisa, mzazi halalamiki. Tena atakule yule mtoto atalala. Wewe una wazimu. Utamwachaje lala? Maana kile si kubwa, lakini mwata yule mtoto akataka kwenda shule. Siku moja tu mtoto aje aseme bwana sitaki kwenda shule. Gamati dunia wala mtaqud. Yani dunia itasimama haitoketi. Kwa nini utaki kwenda shule? Maana ile shule bwana iletwa na mzungu, na mzungu akishasema ndo qala Allah qala Rasul. Kwa hiyo ni maradhi ambayo ndo sababu ya maradhi mengine kihakika. Ndio sababu ya maradhi mengine. Na ndio tukasema tangu mwanzo pia kuwa lao mtu atasuluhisha moyo wake, utaona yale maradhi maasi mengine hatufanyi. Lao mtu atasuluhisha moyo, utaona yale maasi mengine hafanyi. Lao mtu atakuja kwambia bwana mimi moyo wangu msafi bwana. Moyo wangu msafi. Lakini yafanya maasi mengine tuambie wewe moyo wako si msafi. Watu danganya. Naam. Tamam. Haya, asema shekhe, watazghiru lima'azzama Allah, na kudogosha vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amevifanya ni vikubwa, ameviadhimisha. Min taa, katika taa, au maasiya. Mwenyezi Mungu anasema maasiya ni makubwa, waona kitu kidogo. Mwenyezi Mungu anasema riba ni kubwa, wewe wakati na watu wanaokula riba kama ambaye hakuna kitu. Au Qur'anin, ama Qur'ani, mtu kudogosha Qur'ani, kuidharau Qur'ani. Sawa? Au ilmin, ama elimu. Yani elimu ya kisheria kama tulivyotanguliza, na ndio society yetu ilivyo. Au jannatin, ama pepo. Mtu aje sema kwani pepo ni nini bwana? Pepo haina kitu. Maasi hapo. Au narin, ama moto. Sawa? Mmoja wa mashekhe zetu asema hivi. Huyu Al-Habib Umar nyinyi mjua. Asema hivi. Mwenye kuadhimisha dunia ana wazimu kuliko mtu ambaye atatoka atshike viatu aviweke juu ya kichwa chake atembee. Mwenye kuadhimisha dunia ni mtu ambaye ana wazimu kuliko mtu, yani ataadhimisha dunia kuliko akhera. Ni mtu, huyu mtu huwa ana wazimu kuliko mtu ambaye tutamwona atatoka ameshika viatu akavishika akaviweka kichwani. Yani badala ya kuweka kilemba hapa kwenye kichwa ameweka viatu, kisha kilemba ngweka chini. Basi ndo kama yule, si kama yani yule mtu ambaye ataadhimisha dunia, basi yeye wazimu wake ni mkubwa kuliko huyu. Manake dunia mahali pake ni miguuni, ni chini. Wazimu kuliko wazimu Ni wazimu. Manake sisi tukiona mtu ametoka hapa ameweka viatu kwenye kichwa tutasema nini? Wazimu, sio? Huyo ndo sasa anaadhimisha dunia. Kihakika huyo ndo mtu anaadhimisha dunia. Manake wewe waadhimisha kitu ambacho kwa Mwenyezi Mungu hakina hata uzito wa mbawa ya mbu. Na kile kitu cha muhimu zaidi barabi. Mimi kuna mtu niliyezungumza naye alinishtua sana. Ni jambo la kutisha sana. Ilikuwa tunamzungumzia mtu rafiki yetu mmoja ambaye ameingia sana katika yani mambo ya kisheria, mambo ya dini, basi hataki, yani akasema angalia bwana, mimi natosheka na kile kidogo cha dunia ninachopata, sina neno yani. Shaona ninao uwezo wa kufanya kazi, lakini afadhali nifanye kazi ya dini, ya da'wa, kutoka da'wa na nini. Sasa ikawa tunamzungumza, ikawa tumwambia yani yule mtu, mimi naomba, mimi natamani ningekuwa na uwezo wa kujitolea kama hivyo. Yule rafiki yetu watatu akasema, lakini wewe utaishi vipi dunia sasa? Hauko realistic. Haya mambo hayaingia akilini, wewe hujui dunia. Chaona utataka kuoa bwana, utataka kuvaa, utataka kula, utataka. Yule akasema, wajua mimi nikijaribu hivi nikitoka dawa, najaribu kujenga nini? Kesho yangu, akhera yangu, najaribu kujenga kesho yangu. Wajua alijibiwa nini? Aliambiwa, na leo yako mvipi?
Hiyo ndio fikra yetu. Bwana wewe utaacha leo yako. Sasa afadhali ujenge kesho, uache leo, haina neno bwana. Mwenye akili timamu ni kuwa hata ukivunja leo yako kwa kujenga kesho yako, uko sawa. Watu wangapi sasa wanakula kidogo, wanalala kidogo, maana wanataka baada ya miaka 10 20 wawe sehemu nzuri, wanataka biashara yao baada ya miaka 10 20 iwe imefunguka sana, mpaka baada ya miaka 10 20 anaingia kazi wakati anaotaka. Sasa je, yule mwenye kutaka akhera si ndio mwerevu zaidi? Lakini la, yani mtu yuko tayari mpaka amwambie mwenzake, lakini wewe waacha leo yako, huijengi leo yako. Hakuna wasiwasi hata nikiacha leo yangu. Leo naijua hata hiyo ya leo yenyewe una hakika utaishi siku nzima bwana. Falmuhim, mimi Sheikh aliposema ibara kama hii kuwa huyu mtu huwa ana wazimu kuliko yule mwenye kutoka na viatu, nikafahamu, kasema naam, sah, mkweli. Mtu ikiwa ataona dunia ndio kila kitu, atawacha akhera yake ashike dunia, basi huyo kama yule ambaye atatoka, manake dunia imeweka kwenye kichwa, na dunia sehemu yake si kichwani, akhera ndio sehemu yake wapi? Kichwani. Tamam. Asema shekhe, wa kullu dhalika min almaasi, na hayo yote ni katika maasi, na ni wal khaba'ith, na ni katika uchafu. Hayo yote yaliyotangulia ni katika maasi, na ni katika uchafu, almuhlikat, uchafu ambao unaangamiza, uchafu ambao unafanya nini? Unaangamiza. Sawa. Asema bal ba'dhu dhalika, bali baadhi ya hizo. Sawa. Asema yani bal ba'dhu dhalika, bali baadhi ya hizo maasi au hayo maasi yaliyotangulia, mimma yudkhilu fil kufri, huweza kuingiza katika nini? Katika ukafiri. Ni katika mambo ambayo yanaingiza katika ukafiri. Ile ashaku fillah, mtu akiwa na shaka tu basi ile ndo ashaingia katika ukafiri. Lazima aende atafute mtu ile shaka aitoe na asilimu sawa sawa. Kuwa na shaka, yani Uislamu ni hivi, ima una imani ama huna imani. Kwa hivyo ikiwa una shaka, basi wewe imani yako haiko tena. Tumeelewana? Kwa hiyo mtu lazima akifika hali ya kuwa na shaka, lazima ende katafute mwanachuoni, na kama tulivyoeleza tulipozungumzia maasi haya. Asema shekhe, waliyadhu billahi ta'ala, na tuomba Mwenyezi Mungu ama tujilinda na Mwenyezi Mungu kutokana na hayo, kutokana na maradhi ama hayo maasi. Asema shekhe, min ta'atil qalbi, katika taa za nini? Za moyo. Kihakika hapa nyingi utasema ni kama kinyume cha yale maasi. Yale maasi yafanya kinyume chake, yale maasi yafanya nini? Kinyume chake. Ndio atataja hapa inshallah. Soma bismillah. Min ta'atil qalbi, al-iman billah wal yaqin wal ikhlas wat tawadhu wan nasihatu lil muslimin والسخاء وحسن الظن وتعظيم شعائر الله والشكر على نعم الله فالإسلام والطاعة وسائر النعم وصبر على البلاء مثل الأمراض والمحن وموت الأحبة وفقد المال وتسلط الناس والصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والثقة بالرزق من الله وبغض الدنيا وعداوة النفس والشيطان ومحبة الله ورسوله وصحابته وأهل بيته والتابعين والصالحين والرضا عن الله وتوكل عليه وغير ذلك من الواجبات القلبية المنجيات. Naam. Kabla ya kuingia hapa kuna jambo tulikuwa tuzungumze, nafikiri kama mmesahau darasa ya mwisho. Nafikiri tumesahau.
tulisema tutakumbushana baada ya darasa ile swali mkaniuliza, je, mtu ikiwa umeona kuna mtu mwingine ana neema na ukaitamani, mwakumbuka? Tukasema tutakumbushana. Wewe umeona mtu ana neema, kuna hiyo na kuna masala mengine, wacha tutaje yote kisha tutaanza na hili lingine, maana hii ya pili ilikuwa hamujui, nimekumbuka tu. Sisi tulizungumzia masala ya kibri na tukazungumzia katika sababu za kibri ni mtu kuwa na nasaba nzuri, sio nasaba yani ya kisharifu, ima ya kisharifu au Mwarabu labda, au kama ni mzungu anajiona na uzungu wake, sio? Ama kuna mtu ana cheo anajiona na kile cheo chake, ama mtu ana pesa anajiona. Tukafahamu kuwa haifai kuringa kwa ajili ya vitu kama hivi, na tukaeleza sababu kwa nini haifai, sio? Jamani, haimaanishi, sasa hili muhimu lazima tulibainishe, haimaanishi kuwa yule mwenye cheo au yule mwenye nasaba au yule mwenye pesa au sisi tumdharau. Haimaanishi hivyo kabisa, haimaanishi kabisa. Sijui kama tumeelewana malengo. Maana yake tuko katika jamii ambayo lau kutakuwa na mtu kwa mfano ni mtu mwema ama ana nasaba nzuri, kwamba mashallah yule nasaba yake kadha, bwana nasaba yake arudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaona baadhi ya watu wasema, kwani nini? Si hata Abu Lahab nasaba yake ni ammi yake Mtume. Mbona wajaribu kuivunja ile nasaba? La, sisi tuamwambia yule mwenye ile nasaba, wewe usiringe, na tuambia watu wengine, nyinyi waheshimuni hawa. Sijui kama tumeelewana. Wajua sheria watu sijui mimi tumekuaje mpaka tukafika hapa, kusema ukweli hata sielewi yani, lakini watu hudhani ama niseme wamezoea tu kuangalia pande moja ya kisheria. Yani kwa mfano sheria tuambia tutoe sadaka, sio? Kiwa na nini, toa sadaka, toa zaka. Je, yamaanisha sheria yataka wale wabaki maskini? Sheria wakati huo bwana Mtume mwenyewe wakati huo wasema, mwenye kujifungulia mlango wa kuomba basi Mwenyezi Mungu mfungulie milango mingi ya ufakiri. Sasa sheria hiyo yakwambia usizoe kuomba, lakini wakati huo sheria hiyo yamwambia mtu mwingine toa sadaka. Maana yake nini? Yule tajiri ana jukumu na yule maskini ana nini? Ana jukumu. Ndio hayo tukirudi katika masala ya nasaba, kuwa yule mwenye nasaba nzuri ana jukumu, na mimi mwenye nasaba ya kikawaida pia nina jukumu. Na jukumu langu kama mtu mwenye nasaba ya kawaida, jukumu langu kama mtu ambaye labda hana cheo, ni kuwaheshimu wenye vyeo, ni kuwaheshimu wenye nasaba nzuri. Na yule tumwambia baba, hata kama kuna watu wanakuheshimu wewe, usiwe na nini? Kiburi. Fahamiane, manake kuna baadhi ya watu wakisikia bwana huyu hata kama ana cheo bwana hafai kuringa, basi ndio sisi tumdharau. La, hii si maana yake bwana, si maana yake kabisa, sio maana yake kabisa, haiwezekani ikawa ndio maana yake. Kwa zuri yeye akiringa yenda pata dhambi, wewe utaenda kuulizwa kwa nini bwana mara aliringa. Tumeelewana? Manake kuna watu sasa itabidi tuweke mambo wazi, manake sisi tusomeshana na tunataka tusahihishe baadhi ya fikra na tujaribu yani tumridhishe Mola. Kuna watu wao watachukia Waarabu kwa sababu asema Waarabu wanaringa. Baba, hao Waarabu waringe wasiringe, wewe hutaulizwa siku ya kiyama. Wewe kazi yako, kwa sababu bwana Mtume alikuwa Mwarabu, alal aqali upende ule Uarabu, manake ndo kabila la Mtume wako. Shalewe ukisema Waarabu wote bwana waringa, umemtia na Mtume pale sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Hili ni jambo ambalo lazima tukubali, ukatae ukubali, ndio haki. Tumeelewana? Tukisema bwana hawa Waarabu wanafaa kunyenyekea, wakati huo wasukua Waarabu wanafaa kuheshimu hawa waliokuwa ni Waarabu, sawa? Hili ni mfano tu. Ama sisi kama wananchi kuna kiongozi, sijui utamuita ni kadhi ama utamuita ni nani, kuna yule kiongozi bwana, hao makadhi wanafaa kuwa wana nini? Wanatawadhu. Basi wewe pia wafaa kufanya nini? Kuwapenda. Sisi tutakwambia wewe, naam, tamam, tumeelewana? Kisha kitu kingine ni masala pia kwa tutanabahishe, tutakuja katika hii ya mwisho ya mambo ya hasad na nini, lazima tutanabahishe ni masala ya hawa ahlu beiti, ama sisi huku kwetu tunasema masharifu. Hawa mvipi hali yao? Yani sisi tufanye nini nao? Jamani, mimi kisheria lazima tuwapende. Kisheria lazima tuwapende. Kiakili lazima tuwapende. Ukubali ukatae, tutaeleza kisheria na kiakili mvipi, ama tuseme kikawaida lazima tuwapende. Kisheria kwa nini lazima tuwapende? Bwana Mtume katika baadhi ya hadithi yasema, mpendeni Mwenyezi Mungu kwa neema alowapa, na nipendeni mimi. Kwa nini? Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ahibuni
ahibbu Allah lima yaghdukum minan ni'am. Tamam, mpendeni Mwenyezi Mungu kwa zile neema aliyowapa. Wa ahibbuni lihubbillahi, na munipende mimi kwa ajili ya mapenzi ya Allah jalla jalalu. Manake mimi ni katika neema. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sio? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha ya tatu asemaje? Wa ahibbu ala baiti, na muwapende albaiti zangu, hao ambao sisi tunasema yani kwa huku kwetu tuwaita masharifu. Na muwapende hao albaiti zangu lihubbi, kwa sababu ya kunipenda mimi. Kwa hivyo kisheria ni lazima tuwapende, utake usitake. Kisheria hata kama wewe una chuki yako iweke kando, hii ni sheria. Sawa? Hai. Kiakili pia lazima wapende, hata kiakili ama kikawaida tuseme. Mfano, wewe una mwalimu wampenda, una mwalimu wako wampenda. Siku moja amekualika kwake nyumbani ni lunch ama wewe umemwalika. Akikuuliza nije na watu wangapi? Njoo na familia yako inshallah. Haya. Umekwenda na nani? Amekuja, wewe umemwalika mwalimu wako ambaye wewe wamtukuza wampenda, mwalimu wa kiskuli au madarasa, wewe amekuja na watoto wake. Wale watoto wote utawafanyia muamala kama watoto wengine ndiani ambao unaona? La. Lazima utawafanyia vizuri, ni mambo ya kikawaida, ni wanadamu. Kwa nini wafanye vizuri? Kwa ajili ni watoto wa mwalimu wako. Sasa hawa ambao ni watoto wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbona tuwaseme kuwa ati wao sawa sawa na sisi? Kuwa wao sawa sawa na sisi, kuwa ni lazima wafanye haki, lazima waswali, lazima wafunge. Hizo ni amri za Mwenyezi Mungu. Hiyo kila mja yuko sawa sawa hapo. Lakini mbona tuseme hawana tofauti na sisi kabisa? Vipi hawana tofauti na sisi? Wewe mwenyewe katika maisha yako ya kawaida unatofautisha baina ya mtoto wa mwalimu wako na mtoto wa ndiani, mtoto yote njiani. Yaani huyo mtoto wa mwalimu wako ukimwona anakosea, utampigia kelele moja kwa moja kama unavyompigia kelele mtu mwingine? La. Utamuita kwa upole kidogo, utamzungumzisha kwa mapenzi, utamjali zaidi. Kiufupi ni kwa utamjali. Basi pia ndo hawa watoto wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili jambo tutataka kutanabaisha, na huku kwetu kunao chuki inatiwa dhidi ya hawa watu ambao wanarudi kwa albaiti Rasulillah. Lakini kila anayefundisha mwenzake chuki ajue siku ya kiyama kila mtu ataulizwa. Siku ya kiyama kila mtu ataulizwa. Sisi tuwapenda ahlulbaiti, hatutukani maswahaba, tuwapenda maswahaba. Sisi maswahaba tuwapenda na ahlulbaiti tuwapenda. Lakini hila ahlulbaiti tumelitaja manake kuna fikra huwa inajaribu kuenezwa kama ambayo kwani ahlulbaiti wa nini bwana? Watu wa kawaida. Kweli watu wa kawaida. Lakini wapendwa na nani? Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Masala ya pili, acha nieleze manake ni yale ambayo nilikuwa nishazungumza, si lazima. Masala ya pili ni masala ya hasadi. Naam. Na sisi tulizungumzia hasadi ni kuchukia kuwa mtu mwingine ana neema. Sio? Naam. Tukaulizwa swali, yani tukaulizana swali baada ya darasa, ndio tukasema tulitaje ili sote tufaidike. Je, mtu ikiwa ataona neema, ataona Muislamu mwenzake ana neema na akaipenda ile neema, lakini yeye asitamani itoke, vipi hukumu yake? Haina neno. Haina neno kabisa. Hii inaitwa ghibta. Tulitaja ile siku, sio? Inaitwa ghibta. Inaitwa ghibta kwa Kiarabu na haina neno, bali ni jambo zuri. Wewe umeona mtu bwana ana elimu. Na ile elimu mashallah yaifanyia kazi. Kusema yani Mungu mimi pia angeniruzuku elimu kama ile. Ambakishie elimu yake na aniruzuku elimu kama ile. Hili ni jambo zuri, haina neno. Ama umeona mtu ana pesa na ile pesa anafanyia khidma, itwaje, jamii, analisha maskini, analipia watoto kusoma, anapeleka watoto wakasome na nini na mambo kama hayo, anasaidia mayatima. Ukasema ya Rab, ungeniruzuku na mimi kama hivi, na mimi ningejaribu. Basi pale tunamwambia hii si hasadi. Hii si nini? Si hasadi na haina ishkali yoyote. Naam, sasa tuende katika kitabu. Asema Sheikh, min ta'atil qalbi, katika taa za moyo nini? Al-imanu billah, ni kumwamini nani? Mwenyezi Mungu. Ona huku katika maasi ya qalbi tulisema nini? Ashaku, kuwa na shaka. Ama waweza kusema ashirku. Shirki ni kinyume cha imani. Imani ndio taa kubwa zaidi. Hakuna ibada kama imani. Na ndio maana mtu yote mwenye la ilaha illa Allah, huyo sisi kwetu ni mtu mtukuzwa. Ni mtu ambaye lazima tumtukuze kwa sababu ana nini? Ana imani. Kwa sababu tu ana imani. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na imani taban maulama watuambia imani inatofautiana bwana. Imani yangu bwana si kama ya mitume. Imani ya mitume ni imani ya kisawasawa bwana. Na imani ya mitume si kama imani ya wale watu yani siddiqina. Tuseme kama kina Imam kina maswahaba wale. Imani ya mitume si kama kina sahaba.
Imani ya maswahaba si kama yetu sisi bwana. Sisi yani imani ni ile, kwa lugha yetu tunasema adhaful imani, yani ni ile imani haya basi. Haya kwa dharura. Lakini imani ya maswahaba ni imani ya sawa bwana. Yule sahaba mmoja Allah, imani ya maswahaba ni ya kuchekesha. Sema ukweli. Ni imani yani ya hali ya juu. Yule sahaba mmoja alitumwa kwa mmoja wa wafalme. Alipofika yule sahaba nguo zake zimekatika. Yule sahaba alikwenda kwa mfalme, akifika kwenye mfalme ameketi kwenye kasri lake. Yani ameketi kwa kuringa, anajiona khalas. Sasa yule sahaba akiingia, ameingia na kipando chake, yani kama ni punda ama ni farasi. Ameingia, wajua wale watu wa vijijini, ameingia kibedui yani, kimshamba yani, nguo zenyewe zimechoka. Kaingia, akifika pale yule mfalme akamwambia, wewe unkuja na nini? Akasema, sikiza bwana. Yule sasa sahaba azungumza, angalia maneno anayozungumza. Asema, sisi ni watu ambao Mungu amtutuma. Jamani, Mungu amemtuma yeye ama amemtuma Mtume sallallahu alaihi wa sallam? Yule asema, nahnu qaumun ibta'athana Allahu, sisi ni watu Mwenyezi Mungu ametutuma. Angalia imani yao, si kuwa ati nimetumwa na Mtume Muhammad. Mimi ama sisi ni watu Mwenyezi Mungu ametutuma. Tuwatoe watu katika ibada. Angalia anavyomwambia yule. Amwambia sasa, yeye mzungumzia mfalme, amwambia tuwatoe watu linukhrija al-ibada min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad. Asema tuwatoe watu katika ibada ya kuabudu viumbe wenzao kuwapeleka katika ibada ya kumwabudu nani? Mola wa viumbe. Angalia asema nini? Wa linukhrijahum min dhigi dunya ila rahati al-akhirah ama ila si'ati al-akhirah. Angalia huyu sahaba alivyoona imani, anasema na tumekuja, hali yake ni dhaifu, maskini, amekonda, hana chakula, hana pesa, nguo zimendarandara, lakini anasema nini? Na tumetumwa, Mwenyezi Mungu amenitumiliza, ametutuma sisi. Ametutuma tufanye nini? Tuwatoe watu katika dhiki ya dunia. Na katika yeye, baada ya yeye na yule mfalme, nani yuko katika dhiki katika dunia? Na tuwapeleke katika raha ya akhera. Yeye mwenyewe pale angeambiwa, hebu tuonyeshe una shilingi ngapi, hana kitu. Lakini yule mfalme pale akisema, wakati wote nileteni tunda lolote lingekuja, nileteni kitu chochote. Lakini sasa hii ndio imani yao, kama sisi bwana. Yule sahaba mwingine katika vita ima vya Badri ama vya Uhud, wako vitana, pigana, upanga wake ukatika, upanga wake ukavunjika, yani si ukakatika, ukavunjika pap. Akarudi kwa bwana Mtume. Wao maswahaba subhanallah, kama sisi, wao kila shida wakimpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajua bwana Mtume ni muongozi ama ni kiongozi, lakini asili yake imekuja kwa ajili ya dini. Lakini wale maswahaba walipomwamini ikawa sasa khalas wao kila kitu, si dini si dunia, si vita si raha, kila kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bahati yao bwana, yule sahaba na yako si ndia, yule sahaba upanga wake umevunjika, alikuwa afanya nini? Aende atafute silaha nyingine. Amekwenda kwa bwana Mtume, ya Rasulullah, upanga wangu umevunjika. Bwana Mtume akatafuta gogo akampa, akamwambia shika, nenda kapigana. Mimi na wewe tungepewa lile gogo. Sema, ya Rasulullah, gogo litafanya nini? Bwana yule sahaba hata na waswasi, amelitukua gogo, amegeuka ameenda. Asema nikipigana lile gogo liligeuka likawa upanga na limeketi mpaka sijui zama za Saidina Umar upanga huo. Wewe umepewa gogo, lakini alonipa nani? Alonipa nani? Sallallahu alaihi wasallam. Saidina Bakar wale siku alipokuja kisa cha Isra na Miraji, aliulizwaje? Alikuja wale makafiri wakamwambia, bwana umemsikia rafiki yako amesema nini? Maana yake bwana Mtume amemwambia, mimi jana usiku nimeenda mpaka Baitul Maqdis na nikarudi. Wale makafiri wakasema, ati nini? Wewe umekuwa hapa, umelala hapa, atukaenda mpaka Baitul Maqdis na ukarudi kwa usiku mmoja? Yaani wewe tukikuitia wale marafiki zako utasema haya maneno unayosema, tukiwaita watu wa Maka utasema haya maneno unayosema? Bwana Mtume akasema ndio, maana yake ni haki. Basi akafuata Saidina Bakar, alikuwa hayuko pale, alikuwa yuko mbali. Akafuatwa na mmoja wa makafiri, ama na wale makafiri kundi. Wakasema leo huyu Abubakar lazima atafanya nini? Atatoka katika hii dini, maana yake hawezi kuamini maneno haya. Basi akafuata Saidina Bakar. Saidina Bakar alipoulizwa, alipoambiwa, bwana umemsikia rafiki yako amesema nini leo? Akasema anasema nini? Anasema ati leo ama huu usiku uliopita amepelekwa mpaka Baitul Maqdis akarudishwa. Huo usiku mmoja. Saidina Bakar akaangalia akasema, amesema? Wale wakasema ndio anasema. Akasema in kana qala faqad sada. Ikiwa amesema basi amesema kweli. Hana wasiwasi kabisa.
Saidina Bakar. Hapo ndo imani imefikisha. Akawaambia, akawapana zaidi. Waarabu wasema bazid lak fi baiti yani fi shi'ri baitan, yani nitakuongezea ubeti katika shairi. Wewe waona hili la shangaza, wacha ngwape la kushangaza zaidi. Mimi humwamini kila siku kuwa yuajiwa na malaika kutoka mbinguni, kila siku uletewa habari kutoka mbinguni. Mimi nitashindwa kuamini kuwa anabebwa kupelekwa sehemu nyingine tu hapa ardhini? Mimi kila siku naamini kuwa yeye yazungumza na malaika kutoka mbinguni. Ili la kuwa hata amekwenda mpaka kule halinishtui. Kwa hivyo imani zinatofautiana. Hapo ndo mahali mpaka tukatoa mifano hii ya maswahaba. Hapo ndo kuna tofauti ya imani baina ya wale maswahaba wenyewe. Kuna tofauti ya imani baina ya wale maswahaba wenyewe. Kuna nini? Kuna tofauti ya imani. Sawa. Kwa hiyo al-imanu billah ndo taa ya kwanza, na taa imani inazidi kwa kufanya ibada nyingi, amali nyingi, kama unavyosema kuswali sana, kuswali sunna nyingi, kuleta istighfari, kusema la ilaha illa Allah. Kwa hivyo kila mtu anavyozidisha ile ibada, basi nini, imani pia inafanya nini, inazidi. Ya pili asema wal yaqin, na kuwa na yaqini. Sisi Waswahili kusema kuwa na yaqini, sio? Nini maana ya kuwa na yaqini? Alhamdulillah, hiyo kwa Kiswahili ni rahisi. Ni uwe sasa wewe ile imani yako imekata, haikubali shaka. Useme yaqini ni kinyume cha nini? Shaka. Sasa kule sisi tulisema katika maasi ni shaka, basi hapa katika taa nini? Ni yaqini. Umeelewa? Lazima pia, yani hii ni katika taa za nini? Za moyo. Wal ikhlas, na mtu lazima awe na ikhlas. Ndio kinyume cha nini ikhlas? Ikhlas ni kufanya kwa ajili ya Allah Mwenyezi Mungu peke yake, ni kinyume cha ria. Tushaeleza ria, tukarefusha, sio? Kwa hivyo hapa hata ni rahisi. Kwa hivyo ikhlas ni kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, bila kuzingatia kiumbe chochote. Huangalii kiumbe chochote, wewe wafanya kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Hiyo ndio ikhlas. Wa tawadhu, na kuwa na tawadhu, kuwa na unyenyekevu. Tawadhu ni kuwa na nini? Unyenyekevu. Yani ndugu zanguni, kihakika tawadhu maana yake nini? Uone kuwa nafsi yako si chochote. Tawadhu ni uone kuwa nafsi yako si nini? Si chochote. Sisi tunasema unyenyekevu, lakini uhakika wake ni kuwa uone nafsi yako si nini? Si chochote. Basi wewe ukiona nafsi yako si chochote, mtu akutukana utalalamika. Mmoja wa mashaikh zetu wasema sisi huwa kusema ukweli, tukitukanwa kidogo maskini tukasirika, nyoyo kidogo zavunjika. Lakini hebu wewe jiulize, lao Mwenyezi Mungu angekufedhehesha zile aibu zako zote azitoe, je, kuna mtu yote hapa angepita angekusalimia? Je, Mwenyezi Mungu angetufedhehesha yale madhambi tumefanya katika maisha yetu, yale madhambi tuliyofanya katika maisha yetu, lao Mwenyezi Mungu angetufedhehesha kweli? Kuna mtu yote, wewe itakidi ama sisi tuitakidi, kuna mtu angetusalimia ndiani kweli? Sasa hii tumeketi, tumevaa mavazi ya kidini, tunaonekana kama ambaye sijui ndio utasema ni watu wa dini, watu wanaopenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu ambao wamejivisha ama wamejivika sunna za bwana Mtume. Hivyo ndio tunavyojiona. Leo mtu atakuja kutukosea heshima kidogo tu, si ndio kutukosea heshima, yani atupe neno ambalo labda tunastahili baya kuliko hilo. Sisi tunastahili motoni wengi wetu, tunastahili moto wa Mwenyezi Mungu wengi wetu. Sasa mtu akija kukutukana huwa hajakufanyia kitu, yani ndio haki yetu yani. Tukasirika. Je, lao Mwenyezi Mungu angetufedhehesha yale mambo ambayo tunafikiria tukiwa peke yetu, zile dhanna tulizonazo kwa watu wengine, akija siku moja aseme wewe ulikuwa unafikiria kwa fulani yule ana maana yajionyesha tu, na labda ni shekhe maarufu, ile fikra yako ingewekwa mbele za watu wote, tukafedheka. Je, kweli ungesalimiwa na mtu yote? Kwa hivyo hii ni katika vitu utaonekana mbaya, utadhalilika. Kwa hivyo hivi ni katika vitu ambavyo vyetusaidia sisi tuwe na kunyenyekea na tukakubali bwana, sehemu yetu ni kuwa hatuna maana. Usijidanganye. Tusijifanye nini? Tusijidanganye. Baadhi ya maswahaba yapokewa sana, utasikia labda Saidina Umar asema, natamani mimi ningekuwa unywele katika mwili wa Abubakar. Natamani ningekuwa unywele katika mwili wa Saidina Abubakar. Unywele. Yaani mimi natamani nisingekuwa ni mwanadamu na taklifu. Maana yake hali yangu siijui. Jamani, huyu ni mtu ambaye amebashiriwa nini? Pepo. Lakini huu ndio unyenyekevu alionao. Hatari. Saidina Umar anasema mimi siku ya kiyama nikisikia kuna mtu yani yuanadi, yasema bwana, watu wote wataingia peponi isipokuwa mmoja, naogopa niwe mimi. Sisi tukisikia kama hivyo tutasema alhamdulillah,
mimi yakina siingii motoni. Maana yake kuna Firauni, kuna Ibilisi, kuna Karuni, kuna wale, lazima kuna mmoja ataingia pale, sisi wengine tutaingia huko. Sasa ndio anakuambia mimi nikisikia kama vile naogopa nsiwe mimi ndo nitaingia motoni. Kwa ule unyenyekevu na ile tawadhu alionayo. Tuelewana? Na hao ni watu kama tulivyosema Mwenyezi Mungu amewaridhia. Hao ni watu ambao Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amewaridhia. Tawadhu tukisema yani kwa mnyonge, kujinyongesha, sawa pia. Sawa pia. Wan nasihatu lilmuslimina, na kutoa nasiha kwa ajili ya Waislamu. Kutoa nasiha kwa ajili ya nini? Waislamu, sawa? Yani uwape nasaha Waislamu wenzako. Na baadhi ya maulama wasema hii ni kinyume cha hasadi. Hii ni kinyume cha hasadi. Maana ya nasiha kawaida ni mtu akikuomba kitu, akuomba nasaha ufanye nini? Umpe nasiha, sio? Lakini maulama watuambia la. Maana pana zaidi ya neno nasiha nini? Ni kumtakia Muislamu khairi. Kwa hivyo inakuwa kinyume cha hasadi. Ni kumtakia Muislamu khairi. Na ndio maana pale alipokuomba nasaha, ukampa nasiha nzuri, maana umemtakia nini? Umemtakia khairi. Kwa hivyo nasiha hakika ni pana kuliko tu kumnasihi mtu. La. Nasiha inaanza hata katika kumtilia dua. Nasiha iko pale. Nasiha iko katika wewe kuwa mtamania khairi. Nasiha iko katika wewe mfanyia dawa. Maana kwa nini mfanyia dawa? Wamnasihi bwana silimu bwana. Wamnasihi bwana silimu bwana. Oe bwana wewe swali bwana. Wewe bwana hudhuria madarasa. Kwa hivyo nasiha asili yake ni kutakia khairi nani? Waumini Waislamu. Anasema Sheikh wasakha. Wasakha. Hii ni kutoa wakati ambapo mtu anataka kutoa, yani kuwa mkarimu. Sakha ni ukarimu. Ni kinyume cha ubakhili. Siku ile tulitaja ubakhili katika maasi. Sasa hapa ni asakha. Yani asakha ni ukarimu. Wasakha ni ukarimu. Kisha wa husnu dhann. Wa husnu dhann. Katika taa za moyo ni nini husnu dhann? Ni kuwa na dhana njema. Kama tulivyosema katika mitihani tulionao katika zama zetu ni masala ya dhana mbovu. Jamani, jamii zetu tumejaa dhana mbaya. Sasa katika taa ni kuwa na dhana njema. Na tulizungumzia dhana mbaya na ubaya wake na sasa mtu ana dhana njema. Wewe ukiona jambo lina uwezekano kuwa ni zuri ni baya, wewe hesabu kuwa ni zuri. Sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na maulama watuambia hivi, ukiketi na watu wema, wewe utajenga ile husnul dhanni yako. Ukijizoesha wewe keti tu na watu wema, utaona dhana yako inakuwa nzuri. Lakini ukizoea keti na watu waovu, dhana yako inakuwa mbaya. Kwa namna mbili ama kwa sababu mbili. Ama miongoni mwa sababu ni sababu mbili. Ya kwanza, ukiketi na watu wema, wewe utaona kila saa wale watu wafanya mambo mazuri. Kwa hivyo hata ukitoka kwa watu wa kawaida ukiona wamfanya jambo, wewe utalifungamanisha na, yani utalifananisha na lile jambo ambalo watu wema walikuwa wakifanya, utakuwa na dhana nzuri. Itakuwa wewe خلاص umezoea katika akili yako ni dhana nzuri tu, dhana nzuri. Sawa? Moja. Sababu ya pili ni kuwa wale watu wema hawataji watu wengine kwa uovu. Wakitaja mtu wanamsifu. Sasa wanakujenga wewe dhania kuwa kila mtu ni mzuri. Angalia kuketi na watu wema. Zama zetu hizi siku hizi hatutaki kuketi na watu wema. Hatutaki, tunaona madarweshi. Tunaona ni wajinga. Hata kwenye masimu utaona mtu yeye aketi na makafiri zaidi kuliko anavyoketi na wema. Yani utaona mtu ni kufuatilia mipira, kufuatilia mamechi, sijui kufuatilia habari ambazo hazina maana, hazina mbele wala nyuma, kufuatilia hizi movie sijui vipindi. Ndio tutaketi na makafiri zaidi hata kwenye masimu yetu. Ukiangalia ile nisba percentage mtu anaangalia mambo ya kidini na percentage ambayo mtu anaangalia movie na vipindi, hata hakuna, huwezi kufanya kulinganisha. Tumeelewana? Kwa hiyo mtu azidishe na usiketi na watu ambao wanatukana bwana. Usiketi na watu ambao hata kama anajiita jina la shekhe, yeye ameketi lakini amtaja huyu, ataja msikiti fulani, ataja kundi fulani, atukane fulani. Ile itakuzidisha suu dhanni bwana. Itakuzoesha wewe Waislamu wote ambao wako upande mwingine, Waislamu wote ambao labda mmetofautiana katika jambo dogo zaidi, inakufundisha wewe una suu dhanni. Wewe shekhe yoyote ambaye si katika pote lako utasema yule shekhe wa pesa. Shekhe yoyote ambaye si katika pote lako utasema yule hana ikhlasi. Shekhe yoyote, kwa sababu gani? Umeketi na watu ambao wanakuzoesha kuwa na dhana mbaya. Keti na watu wema kwa sawa. Keti na watu ambao hawashughuliki na maneno ya watu wengine. Hawataji watu wengine. Pale ndio utaona khairi. Pale ndio utajua khairi iko wapi. Wazi. Sema shekhe,
wa ta'dhimu sha'airillah. Naam, ni katika mambo ambayo ni taa ya moyo. Nini? Ni kuadhimisha mambo ya Mwenyezi Mungu, alama za Mwenyezi Mungu, yani alama za Uislamu, msikiti, Qur'ani, mtumi, swala, al-Kaaba. Yani sha'airillah kubwa zaidi ni nini? Yani zile alama kubwa zaidi za sheria nini? Maulama wanatuambia kuna swala, kuna Qur'ani, kuna bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna al-Kaaba na kuna msikiti. Hivi vitu vitano ndio alama kubwa zaidi za nini? Za dini. Sasa wewe kama Muislamu lazima uzifanye nini? Uzitukuze. Kama ambavyo Mwenyezi Mungu amezitukuza, wewe pia ufanye nini? Uzitukuze. Sasa hii ni kinyume ya ile ambayo tumeanza nayo leo. Sio? Leo tulisema kuna watu hudogosha mambo ambayo Mwenyezi Mungu amefanya. Sasa hii ni kinyume. Haya, katika taa nyingine ni washukuru ala ni'amillah, kushukuru neema za Mwenyezi Mungu. Ni katika ibada kubwa hizi. Ibada kubwa sana. Na kushukuru neema za Mwenyezi Mungu ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Si ngumu, ni mustahil. Ni ngumu sana. Kwa sababu gani ndugu zangu? Kushukuru neema za Mwenyezi Mungu ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe kwa mfano Mwenyezi Mungu amekupa neema fulani. Ukimshukuru kwa ile neema, kwa mfano ukasema alhamdulillah, kuna ishkali. Ile alhamdulillah pia si neema nyingine. Pia itabidi useme alhamdulillah kwa ajili Mwenyezi Mungu amekujalia, ukasema ile alhamdulillah ya kwanza. Sijui kama tumeelewana. Kwa mfano Mungu amekupa elimu. Mfano mashallah umesoma, sasa wewe umshukuru Mungu, unasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu, yani umeniruzuku mimi nini? Elimu. Sasa ile alhamdulillah uliopiga pia ni neema nyingine. Pia ni nini? Ni neema nyingine. Yani ule uwezo wa wewe kusema alhamdulillah ni neema nyingine Mwenyezi Mungu amekupa. Sasa ile pia yahitaji shukrani nyingine. Na ile ya pili utakayoleta wa hakadha. Ushaona? Sasa maulama wanatuambia haiwezekani mtu amshukuru Mwenyezi Mungu inavyostahili. Haiwezekani. Hata ufanye ibada vipi. Mpaka bwana mtume ametoa kisa, toa hadithi. Katika hadithi imekuja asema kuna mtu katika Banu Israili alikufa akafufuliwa. Huyo mtu amemwabudu Mungu miaka 500. Hajamaasi. Miaka 500 hajamaasi Mwenyezi Mungu. Tutaje hiki kisa kisha tusikize adhana. Hajamaasi Mwenyezi Mungu mtu huyo miaka 500. Bas alipofariki Mungu akamfufua akamwambia haya. Akaita malaika akamwambia mpelekeni mja wangu peponi kwa nini? Kwa rahma zangu. Yani kwa ajili ya rahma yangu mpelekeni huyu mja wapi? Peponi. Yule mja akamwambia ya Rabbi, mimi bwana mmemwabudu Mungu mmekuabudu miaka 500 bwana. Tena kwa ikhlasi na nini. Yani afadhali uniingize peponi kwa amali zangu. Si kwa nini? Si kwa rahma yako. Yani mimi nakuabudu miaka 500. Basi Mungu akasema sawa. Leteni mizani bwana. Mizani yenyewe manake huyu ataka kuingia kwa amali zake, sio? Weka amali huku na weka neema huku. Pima neema na upime nini? Amali zake. Ikiwa amali zake ni nyingi, muingizeni peponi. Ikipimwa bwana mtume asema ikaekwa macho, neema ya macho, neema moja ikaekwa upande na zile ibada zake zote zikapeperushwa, neema ikashinda. Ya neema ya macho tu, si neema zote, neema ya macho. Hapo Mwenyezi Mungu akasema haya, mshikeni mtieni motoni. Maana amali zake hazitoshi nini? Hazitoshi neema. Na wewe umetaka kufanywa hesabu kwa nini? Kwa neema. Basi hapo yule mtu wa Banu Israili akasema ya Rabbi basi niingize kwa rehema zako. Ya Rabbi basi nisamehe bwana, niingize kwa rehema zako. Bwana mtume anasema katika hadithi, Mwenyezi Mungu akamwambia haya basi muingizeni mja wangu peponi kwa rehema zangu na kwa amali zake. Alhamdulillah, kaingizwa peponi. Mahali shahid, mahali tunapopataka ni kuangalieni jamani. Hii neema moja tu. Na kweli wewe mtu asidhani hii labda mtume tu amefanya mubalagha na nini. Hii ni hakika. Neema ya macho tangu tuzaliwe mpaka tufe tunayo, sio? Neema ya macho tangu kuzaliwa mpaka kufa tunayo hiyo neema, sio? Sasa mtu akitaka kulipa ile neema, maana yake ni kuwa kila wakati utumie yale macho kufanya nini? Kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndio utakuwa umelipa neema. Kuna mtu ambaye yeye kila dakika yake yatumie macho yake kumwabudu Mwenyezi Mungu? Hakuna. Kuna wakati utalala. Alal aqali kwa uchache tutakwambia kuna wakati utafanya nini? Utalala. Kuna wakati utaangalia kitu ambacho si haramu lakini kitu cha mubaha. Tutakwambia pale wewe hujamwabudu Mungu. Kwa hivyo kuna wakati wewe umekuwa na upungufu katika kumshukuru nani?
Mwenyezi Mungu kwa ile neema ya macho, na hivyo hivyo sema neema ya mdomo, na hivyo hivyo neema ya pua, na hivyo hivyo neema ya masikio, na hivyo hivyo neema ya kila kitu. Tumeelewana? Fa hii ni katika taa kubwa sana, na ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasemaje? Sijapata kalila sana, ingine napotea sana. Afwan. Anasema Mwenyezi Mungu, wa qalilun min ibadi ash-shakur, na wachache sana katika waja wangu ni wenye kufanya nini? Kushukuru sana. Ni kidogo sana wenye kushukuru sana. Naam. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie tu ni wenye kushukuru. Acha ni tusikize adhana kisha tutaendelea. Sawa. Asema Sheikh, wa shukru ala ni'amillah, na kushukuru neema za Mwenyezi Mungu, sio? Asema kal Islam, kama nini? Kama Uislamu. Kuna neema kama Uislamu bwana. Alhamdulillah jamani. Tushukuruni jamani. Bahati kubwa hii. Wa taa, na kumtii Mwenyezi Mungu. Wewe bwana ukijaliwa kuwa waswali, ukijaliwa kuwa wafunga, ukijaliwa kuwa toka da'wa, ujue bwana neema si akili letu. Si akili zetu. Kwa ile morongo bwana. Kuna watu mwerevu kuliko sisi lakini hawana fikra hizo. Waona kama watu wafanya mambo ya kipuzi, Tushukuru Mwenyezi Mungu. Asema wasairi ni'ami, na neema zote ulizonazo. Kisha katika taa tena nini? Wasabru ala albalai, na katika taa ni kusubiri wakati wa nini? Wa balaa. Wewe ukipata wakati wa balaa ama ukipatikana na balaa yoyote, fanya nini? Subiri. Ile pia ni katika taa ya moyo. Ni katika taa ya nini? Ya moyo. Mithlu al-amradi, mfano wa balaa nini? Kama magonjwa. Mtu kiwa mgonjwa subiri. Walmihani, na mitihani, misukosuko. Na mitihani hivi mtu asubiri. Inna Allaha ma'as sabirina, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kufanya nini? Kusubiri. Sema wa mautil ahibba, ndio na mtu akifa. Yule mmoja mwanamke na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambiaje? Inna masabru inda sadamatil ula, hakika si lingine isipokuwa subira iko ile wakati wa ule mgongo wa mwanzo, yani ile wakati umepata ile mshtuko, wakati umepata ule mtihani, ndio fanya nini? Usubiri. Ilikuwa kwa ajili ya kifo cha mtoto wake. Sawa, pia tufaa kusubiri hapo. Wa faqdil mali, kupoteza pesa. Tukupoteza pesa subiri. Mmoja katika maulama mashairi asema, sisi tuko katika zama, mtu akipoteza shilingi siku nzima atazunguka yulalamika ampoteza shilingi, ataitafuta kila sehemu. Yani kama zama zetu tuseme mtu akipoteza 100, ataitafuta kila sehemu aloenda. Lakini amepoteza time miaka yote hiyo, wala hajali kwa amepoteza time. Amepoteza imani miaka yote hiyo, wala hajali kwa amepoteza. Lakini akipoteza shilingi alia. Subhanallah, yani Allah yahfadhna. Mungu atusaidie, atusuluhishe hali zetu. Asema shekhe, watasalluti nasi. Naam, yani na ukapata watu ambao wamesalitishwa juu yako. Tasalluti nasi, yani wamepata watu wakasalitishwa juu yako. Ima kusalitishwa kuwa wana nguvu fulani juu yako, wanakukontroli labda, ama wanakutukana. Ukapata watu, Mwenyezi Mungu amesaliti watu au kazi yangu kukutukana ndiani. Ukitembea utukana, wewe wanajifanya mtu tablighi, wewe mkorofi, wewe wajifanya ustadhi, wewe mrongo, wewe mwizi. Ile pia fakuwa na subra wewe kama mtaje Muislamu. Asema shekhe, wasabru ala taa. Hapa si ngumu sana, lakini ni kusubiri juu ya taa. Kusubiri juu ya taa maana yake nini? Unajua taa mara nyingine ina tabu, ina uzito, sio? Ambao uswali tarawih raka 20 mzee, ndefu. Tahajjudi tena, ufunge mtana mzima usile, ile yote inahitaji subra. Wale watu ambao hawana subra hawaswali, hawafungi, maana hawezi kukabila kula. Lakini wewe pamoja na kuwa wapenda kula, umejizuia mtana mzima, lazima subira pale. Kwa hivyo lazima mtu awe na subra juu ya nini? Taa. Asema shekhe, wasabru anil maasi, na kusubiri kutokana na maasi, kuepuka maasi. Na hii ngumu kuliko mwenye kusubiri kwa taa. Na wale wanatuambia kuacha maasi ni ngumu kuliko kufanya nini? Taa. Kwa sababu gani? Kwa ajili maasi mingi ni vitu ambavyo nafsi yape. Taa mtu yaweza fanya, taa watu wengi yaweza fanya. Lakini tukiangalia wale wanaofanya maasi wengi kuliko wanaofanya taa. Kwa sababu gani wanaofanya maasi wengi? Yani wanaoacha maasi ni kidogo kuliko wanaofanya taa. Kwa sababu gani? Kwa sababu taa, kwanza kuna ukubwa fulani katika taa. Kuna ukubwa fulani, ukubwa yenyewe yani inamaanisha ukubwa, kuna nini? Kuna heshima fulani katika taa. Ukiwa unaswali sana kidogo kuna heshima, yani pia nafsi yako kidogo yapata kusifika. Shaona? Ndio maana
mtu ambaye atafanya, utaona kuna watu wengine wanao ule moyo wa kufanya toa. Matajiri wangapi watoa sadaka na labda hata hawakusudii Mungu, wao watakasifiwe. Mpaka kuna mmoja katika Sheikh zetu alikuwa afanya machezo, asema Mungu ahifadhi ria, Mungu aibakishe hii ria. Yani aibakishe ria katika jamii zetu. Akaulizwa kwa nini? Akasema lau si ria, wafikiri hii misikiti ingekuwa imepambwa hivi? Misikiti vile imepambwa vizuri ni kwa ajili ya ria. Yani wale matajiri watakaosemekane, bwana unaona msikiti ule aliojenga ni fulani, aliojenga ni tajiri fulani, ameupamba, ameujenga msikiti mkubwa, kwa sababu atakakusifia ule msikiti akaufanya ni mkubwa, akaufanya ni mzuri. Lakini ingekuwa hawataka kusifiwa, wasingejenga. Matajiri wengi wasingejenga. Ndio kwa yule shekha asema Mwenyezi Mungu aihifadhi ria, aibakishe ria. Ili manake bado tutapata misikiti yafanya nini? Yajengwa sawa sawa. Almuhim, naitwaje? Ama maasi, wewe ushasikia mtu yasifiwa kuwa yule bwana mashallah, yani wanaosifiwa kuwa wameacha maasi. Mtu ambaye haibi, wewe wasifiwe kuwa sio kwa sababu huibi. Usifiwe kwa sababu huibi. Kwa hivyo kuacha maasi hakuna heshima yoyote, yani kwa watu, kwa wanadamu. Shaona? Ndio utaona watu kidogo kuacha maasi ni tabu. Kwa sababu kwanza ni mambo ambayo wanapenda. Mengi katika maasi ni mambo ambayo nafsi yenyewe inapenda. Shaona? Naam. Asema Sheikh wasabru ala almaasi, na kusubiri katika kuacha nini? Katika kuacha maasi. La ilaha illa Allah. Kisha asema Sheikh wathigatu birizqi min Allah. Na katika taa nini? Ni kuwa na thika kwa Mwenyezi Mungu atakuruzuku. Uwe na yakini kwa Mwenyezi Mungu atakufanya nini? Atakuruzuku. Sawa? Mwenyezi Mungu asemaje? Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, na hakuna kiumbe chochote juu ya ardhi isipokuwa riziki yake iko juu ya nani? Iko juu ya Allah. Na katika mambo ya kutekesha, ndugu zangu, kama tulivyosema mara nyingi, Mwenyezi Mungu ametudhaminia riziki yetu, sio? Ametuhakikishia riziki yenu juu ya nani? Juu yangu. Lakini ametuambia swala ziko juu yake, saumu ziko juu yake, pepo iko juu yake. Lakini huku kwenye riziki ambapo Mwenyezi Mungu ashawaambia mtapata riziki yenu, sisi huko ndo tuko, hatutaki kuacha. Na huko ambako Mwenyezi Mungu hajatuambia kuwa mimi nitawapa swala kilazima, sisi huko tu hatujali. Yani leo mtu atasema mimi leo, yani hatusemi afanye hivyo, lakini leo atasema mimi leo kuanzia leo sifanyi kazi, ndo atakosa riziki wewe? Hakosi. Maadamu yuko hai hakosi nini? Hakosi riziki. Lakini leo atasema mimi leo si swali, tutasema Mwenyezi Mungu amekudhaminia swala? Swala lazima mtu afanye, aende kujitafutie mzee. Lakini sisi wanadamu sasa tumeweka kama mbaya aksi, tumeweka kinyume. Vipi utafikiri kama mbaya Mungu ametudhaminia swala? Utafikiri kama mbaya Mungu ametudhaminia saumu? Hatujali kule zile zikitupita, hatuzifanyii kazi, lakini riziki tuifanyia kazi, na riziki ushawekewa. Hatusemi lakini mtu aache awe mvivu, la, lakini tujaribu kubainisha ni hali inavyofaa kuwa kihakika. Nasema Sheikh wabughdhu dunya, katika taa ni kuchukia dunia. Katika taa ni nini? Ni kuchukia dunia. Sawa? Mwenyezi Mungu asemaje? Bwana Mtume katika hadithi asemaje? Izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Izhad fi dunya, fanya zuhudi katika dunia, upe mgongo nini? Dunia. Mwenyezi Mungu atakupenda. Mwenyezi Mungu atakufanya nini? Atakupenda. Wazhad fi ma fi aidi nasi yuhibbuka an-nas, na upe mgongo, uache kitu ambacho kiko mikononi mwa wanadamu, basi wanadamu watakufanya nini? Watakupenda. Wewe hupendi vitu ambavyo viko mikononi mwa wanadamu. Mtu ana gari, wewe hata ushtuki. Mtu ana simu, wewe hata ushtuki. Hata usio sasa, basi wanadamu watakupenda. Ama huku kwenye dunia, uko wewe hupendi dunia, basi Mwenyezi Mungu atakufanya nini? Atakupenda. Na imekuja katika baadhi ya hadithi kuwa hubbu dunya ra'su kulli khati'a, kuwa mapenzi ya dunia ndo kichwa cha maovu yote. Kupenda dunia ndo mwanzo wa maovu yote. Na kweli yule mwenye kuiba yataka nini? Yataka pesa ili anunue kitu cha kidunia. Yule mwenye kusengenya yataka nini? Yataka raha, yataka ladha ya kidunia. Kwa mfano mimi tumeketi na Amiri hapa, tukakusengenya wewe, wala Mungu asitujalie, tukakusengenya, nini yatokea katika nyoyo zetu? Kuna raha fulani tunapata, kuna ladha fulani, na ladha ya kidunia. Yani tumefurahi kwa tumekudharau wewe, tumekuweka chini. Kudanganya ni kitu cha kidunia tunataka. Ukidanganya kuna natija ya kidunia wataka. Angalia, hakuna kibri zile tulizozitaja. Kwa hivyo utaona mtu yeyote ambaye afanya maasi, muulize kwa nini wafanya maasi? Natija yake ni kitu cha kidunia anachotaka. Sasa ingekuwa ile dunia haipendi, angefanya yale maasi? La. Kwa hivyo hubu dunia ra'su kulli khati'a.
Asema shekhe, wa adawatu nafsi wa shaitan. Katika toaa, mambo ambayo ni toaa ni kufanya uadui dhidi ya nafsi yako, dhidi ya nafsi yako. Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani? Inna nafsa la amaratun bisui, hakika nafsi ni inayoamrisha nini? Yani inaamrisha maovu. Basi muumini lazima akhalifu nafsi yake, muumini lazima akhalifu nafsi yake. Wa shaitana, na lazima pia akhalifu nini? Akhalifu shaitani. Sawa? Yani subhanallah, watu wengine katika zama tulizoko huwa wadhani kuwa mwenye kukhalifu nafsi yake basi ile ni maradhi. Angalia, na hakika hiyo ndo nini? Hiyo ndo taa hapo. Ukikhalifu nafsi yako wewe ndo sasa unaenda kwa Mungu bwana. Lakini tuko katika zama ambao ndo hivyo, mizani zimefanywa miguu juu kichwa, yani kichwa chini miguu juu. Na afwan mko semaje? Tumeka vice versa sisi. Lazima tukhalifu nafsi. Katika hadithi bwana mtume anasema alkayisu, yule mwerevu, mandana nafsahu, ni yule ambaye ameifinya nafsi yake, ameilimit nafsi yake, wa amila lima ba'da almauti, na akafanyia kazi nini? Mauti yake. Wal ahmaq, akatumia neno al ahmaq, na mtu ambaye ni mpuzi, ni mjinga, ni zuzu, ni yule ambaye man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Na yule mpuzi, mjinga, zuzu ni mtu aina gani huyo? Anasema man atba'a nafsahu hawaha, ni yule ambaye ameifuata nafsi yake katika inachotaka. Yani yeye bwana, kula atakula, lala atalala, cheka atacheka, danganya atadanganya, manake nafsi yake imetaka, atafuata nafsi yake. Kisha baada ya kufuata nafsi yake, sasa hawa yake, matakwa yake, matamanio yake yale machafu ya urongo, ya mabaya, yani mwisho yuatamani kwa Mwenyezi Mungu atamsamehe. Hajali. Sasa bwana mtume amemuita nzuzu. Sisi zama zetu tunaona yule ambaye anajilimit. Bwana wacha bwana milale kidogo, lazima niamke bwana akhira leo, sijui nini. Tumeona kama ambaye yule ndio yaji ni mpuzi yani. La, haifai kwa hivyo. Asema shekhe, wa mahabbatullahi wa rasuli, na katika toaa pia ni kumpenda Mwenyezi Mungu, ni kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sawa? Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi asemaje? Almar'u ma'a man ahabba. Kila mtu bwana atakuwa na yule anayempenda, kila mtu atakuwa na yule anayempenda. Na kumpenda ni iwe ni kitu ndani ya moyo, kisha yale mapenzi yana natija. Kuna mambo yatadhihirika ukimpenda, kuna mambo yatadhihirika, utaona kila saa kitajwa wasikia raha, kila saa mtaja ya Rasulullah, natamani nikuone. Wapenda watu wote waliokuwa kando ya bwana mtume, maswahaba wapenda. Kwa ajili gani? Kwa ajili walikuwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wapenda alubeiti zake kwa ajili gani? Kwa ajili watoto wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi wapenda vitendo vyake, wapenda kushikana nao vitendo vyake, wavifanya wasikie bwana mtume alikuwa hivi. Yani utaona kuna watu wao hata namna ya kuvaa wanamuigiza bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanampenda. Ndio mapenzi yanavomchanganya mtu, yanavomfanya haoni hasikii, ila ni kipenzi chake. Subhanallah. Kama sahaba ana bahati jamani. Masahaba ana bahati. Yule sahaba mmoja siku moja alikuja bwana, yani hajaja pale katika majlisi ya mtume siku kadhaa. Bwana mtume akauliza aitwa Thauban. Bwana mtume akamuuliza Thauban yuko wapi? Basi masahaba wakaenda nyumbani kwa Thauban wakamuuliza, kumbe Thauban amekuwa mgonjwa, patikana na homa. Bwana mtume akaenda akamwangalia. Katika riwaya alikuja kisha bwana mtume akamuuliza. Bwana mtume akaenda akamwangalia akamuuliza, Thauban kuna nini? Yule Thauban akamwambia, ya Rasulullah, angalia. Mimi nimeketi. Sikiza bwana maswahaba, yale mapenzi yamewafikisha hapo ya maswahaba, yani mapenzi yamewachizisha. Kwa lugha yetu yani mapenzi yamewatia wazimu. Asema, ya Rasulullah, mimi huwa naketi najiuliza. Kila nikikutamani hapa duniani, kila nikikutamani natoka naje nakuangalia mtume kipenzi changu, nazungumza kusikia wazungumza, kisha narudi zangu nyumbani. Nikikutamani natoka naje nakuangalia haraka. Lakini hapa duniani naweza, ya Rasulullah, tukifa mimi kuna uwezekano nitaenda motoni, kwa hivyo sitokuona. Akasema, na hata nikiingia peponi, ya Rasulullah, mimi siwezi kwa daraja yenu nyinyi mitume, siwezi kwa daraja yenu bwana. Nyinyi mtakuwa mko juu yaqinan, mimi siwezi kuwa na nyinyi, mimi sahaba tu, nyinyi mitume, mimi nitakuwa niko chini.
Sasa najiuliza nitafanya nini mimi siku ya kiyama? Hata hapo peponi, pepo yangu itakuwa na ladha gani kama sikuoni? Jamani, huu ni mtu ambaye labda shaingia peponi. Yeye wazungumza hata nikiingia peponi, hiyo pepo haina ladha kama wewe. Hayo ndo mapenzi walikuwa nao jamaa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Bwana Mtume yeye mwenyewe akashindwa kujibu lile swali. Katika baadhi ya riwaya za hadithi ni kwa Bwana Mtume akashindwa kujibu lile swali. Akasema wacha tauliza Jibril. Katika riwaya hapo Saidina Jibril akateremsha wahi. Kaambia innal ladhina amanu wa amilus salihati faulaika ma'al ladhina amanu faulaika ma'al ladhina amanu siddiqina wa shuhada, yani wao watakuwa na wale watu wema. Na katika hadithi, yani maneno ya Bwana Mtume anasema almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa na yule ampendaye. Siku ya kiyama utafuliwa na yule mpendaye. Basi wale maswahaba wasema sisi hatukufurahi. Wale mpaka maswahaba wengine mpaka walipokea ile hadithi wasema hatukufurahi kwa maneno kama maneno haya. Bwana Mtume aliposema ati kila mtu siku ya kiyama atakuwa na yule anayempenda, sisi hatukufurahi kwa maneno kama tulivyofurahi kwa maneno haya. Kwa sababu gani? Sisi tulijua hata kama tuna mapungufu katika kuswali na nini, sisi mtume tutafanya nini? Tutampenda. Sisi mtume tutampenda. Kwa hivyo madamu tutampenda, sisi siku ya kiyama tutakuwa naye. Tuombe Mwenyezi Mungu atuzidishie yani mahaba ya Bwana Mtume. Na namna ya kumpenda Bwana Mtume ni kumsoma. Usipomsoma hutomjua. Yani ukiona vile anavyokuwa akiamiliana na wake zake, akiamiliana na watoto, akiamiliana na watu wageni, watu ambao kidogo wanadharaulika katika jamii. Ukiona wewe utasema huyu mtu subhanallah ni mtu aina gani? Ni mtu malaika. Ukimjua sasa ndo wazidi kufanya nini? Kumpenda. Lakini tukinyamaza tu hatumjui kichwa wala miguu. Wewe utampenda vipi? Utapenda kitu hujui? Sira hiyo. Hiyo ni sira. Sira na shamail. Shamail ni sifa za Mtume. Soma. Asema Sheikh wa sahabatihi, na kuwapenda pia maswahaba zake, wa ahli baitihi, na kupenda ahli baiti zake, ndio ile masharifu tukasema, wa tabiina, na kupenda wale matabiina ni wale waliomfuata nani? Waliomfuata Bwana Mtume inavyotakikana. Waliomfuata Bwana Mtume. Wewe ukiona huyu mwanachuoni mashallah sunna ameziweka mbele, dini ameiweka mbele, yule amemfuata Mtume, basi lazima tumpende. Yani ni katika taa ya moyo kufanya nini? Kupenda. Wasalihina, na watu wema ndio. Asema Sheikh waridha anillahi, na kuridhia mambo ya Mwenyezi Mungu. Kuridhia juu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekuweka sehemu yote, wewe unaridhia. Amekufanyia jambo lolote, unafanya nini? Unaridhia. Sawa, hii ni juu ya subra. Kuridhia ni zaidi ya subira. Unajua subira, umesubiri tu, umejizuia, lakini hujaridhia, sio? Lakini kuridhia ni juu ya subra, ni zaidi ya subra. Yani wewe umefurahi kwa Mungu amekuwa. Wa tawakkulu alayhi, naam, na kuwa na tawakkul ni kumtegemea Mwenyezi Mungu kikamilifu. Kumtegemea Mwenyezi Mungu kikamilifu. Kisha asema Sheikh wa ghairu dhalika min alwajibati alqalbiyya almunjiya, na mengine mengi kama yani yasokuwa haya tuliyoyataja katika wajibu za nini? Za moyo. Wajibu za moyo ambazo zinaokoa. Sawa. Kal muraqabati. Hii hajataja. Kama kufanya nini? Kama kumchunga Mwenyezi Mungu. Maana ya muraqaba ni kumchunga Mwenyezi Mungu. Yani kila wakati Bwana Mungu yaniona. Nafanya hivi, Mungu yaniona, Mungu yaniona, Mungu yaniona. Hii ni daraja ya juu sana. Kila unachotaka kufanya Mungu yaniona, Mungu yaniona, Mungu yaniona, Mungu yaniona. Pale huwa tamam. Na pia katika toa ambazo yeye hajataja ni moyo wako ufurahi kwa chochote alichokuja nacho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume